Mpango wa jeshi la Israel ni kuhakikisha wanaliondoa kabisa kundi la wapiganaji wa Hamas katika eneo la ukanda wa Gaza. Hata hivyo, mpango huo bado haujafanikiwa tangu mwaka 2023 baada ya kuamua kupambana na kundi hilo la wapiganaji la Hamas ambalo lilifanya mashambulizi ndani ya Israel. Hadi sasa jeshi la Israel linadai kwamba wamefanikiwa kwa asilimia 25 tu tangu mwaka 2023, na wanasema mpango wao ni kuhakikisha wanalimaliza kabisa kundi hilo la Hamas. Katika kipindi hiki jeshi la anga la Israel limedai limeshambulia zaidi ya maeneo 45 ambayo wanaamini ni maeneo ya makazi ya wapiganaji hao wa Hamas wa Gaza. Jeshi la anga chini ya uongozi wa tawi la ujasusi Kamandi ya Kusini na Shin Bet limefanya makombora kwenye maeneo mbalimbali ya uzalishaji wa silaha wa kundi hilo la wapiganaji wa Hamas katika ukanda wa Gaza, eneo la kurushia roketi zilizo tayari kurushwa ndani ya Israel, pamoja na majengo ya kijeshi, maghala ya silaha na maeneo wanayoishi wapiganaji hao wa Hamas. Hata hivyo, hadi wakati huu katika maeneo yote hayo walioshambulia wanadai ni asilimia 25 tu, na kwamba bado asilimia 75, kwa maana wameshafanya makabiliano ama mashambulizi kwa robo tu ya kuliondoa jeshi la Hamas. Wakati Israel inakataa kuondoka kwenye ukanda wa Philadelphia, wataalamu wanaamini kuwa ulezi wa kivuko hicho hauzuii kusafirisha silaha kwenda kwa Hamas. Hata hivyo, vyombo vya habari vinadai kwamba moja kati ya maeneo muhimu ambayo Israel inaamini ingeweza kufanikiwa ni pamoja na kuzuia katika eneo hilo la mpaka la Philadelphia ambalo limegawanya katika maeneo matatu, kwa maana taifa la Israel, Palestina pamoja na Misri. Wapiganaji wa Hamas ambao wamedhibiti ukanda wa Gaza tangu mwaka 2007 wamesema miaka miwili kabla ya mzozo wa sasa kuzuka ilikuwa imeweka mtandao zaidi ya kilomita 500 sawa na maili 310 za ngome katika kujilinda, takribani sawa na nusu ya urefu wa mfumo wa treni ya chini ya ardhi huko New York. Jeshi la Israel linaupa jina la utani la metro ya Gaza. Israel inasema vichuguu hivyo vimekuwa shabaha kuu ya mashambulizi yake ya anga, mizinga na vikosi vya ardhini tangu vita kuanza. Picha zilizoshirikishwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii za jeshi la ulinzi la Israel IDF pamoja na Reuters wameripoti kwamba zinaonyesha vichuguu hivyo vina sehemu maalum za kuzindua mashambulizi ya kijeshi pamoja na maeneo ya vifaa vya kuhifadhi pamoja na njia za usafiri. Hamas imesema inatumia njia na maeneo mengine salama kuwaficha mateka walionaswa katika shambulio lake la Oktoba 7 dhidi ya Israel. Watu wenye silaha wa Hamas waliwaua takribani watu 1200 na kuchukua mateka 240 katika uvamizi huo ambao ulizusha vita. Takribani mateka 110 mpaka sasa wameshaachiliwa. Wengi wao ni wakati wa usitishaji vita wa wiki moja uliomalizika mwishoni mwa mwezi Novemba, huku Israeli ikisema bado kuna wengi wamesalia na inahitaji watoke. Mashambulizi ya anga na mizinga ya Israel yanaendelea kufanya mauaji na hadi sasa ni zaidi ya watu 50,000 waliouawa kulingana na mamlaka ya afya huko Gaza inayoendeshwa na Hamas. Wanajeshi wa Israel wanaendesha harakati zao kaskazini mwa Gaza huku kukiwa na operesheni ya ardhini inayoendelea dhidi ya kundi la wapiganaji wa Kipalestina Hamas. Hata hivyo, Hamas wenyewe wamejidhatiti kusema kwamba kamwe hawataondoka katika ardhi ya Gaza na kwamba hakuna mtu yoyote aliyezaliwa katika Gaza ambaye atahamishwa na mamlaka za Israel na hata zile za Marekani. Moja kati ya njia ambayo wakati huu Israel inafanya kwanza ni kushambulia katika maeneo ya makazi ya watu, hasa katika kambi za wakimbizi, hasa katika kambi ambazo zimeandaliwa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuhakikisha raia wanakuwa salama, lakini pili kuwashambulia Hamas wenyewe hasa katika yale maeneo wanayodhani ndimo wanamoishi, pamoja na kushambulia hospitali. Lakini wakati huu wamezuia upatikanaji wa chakula pamoja na maji katika maeneo mbalimbali huko nchini Israel, na kwamba ikiwa raia hao hawatukubali kuondoka, njia itawaua wakiwa katika ardhi yao, na wenyewe watu wa Israel wanasema wapo tayari kufa katika
ardhi yao waliozaliwa. Mtazamaji, basi endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.